Kuna mdau mmoja anaitwa Halfan Saidi wa Kigamboni, Dar es Salaam, anasema amefurahi sana na ugeni. Amefurahi sana eh? Amefunguka hapo. Madini yanaendelea kuyapata. Ndio maana yake. Basi mimi naendelea kukumbusha pia kupitia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Bwana kwa kulipia shilingi 28,000 tu unafurahia faida zote za kifurushi cha shilingi 35,000 ikiwa na ofa mpya kutoka kwa Azam ambayo hii inakufanya wewe kuenjoy tamthilia kali, habari, katuni za watoto pamoja na michezo tofauti. Tuendelea kuwapa wateja wetu unafuu mkubwa wa vifurushi vya Azam TV pamoja na urahisi wa malipo kupitia Azam Pesa, njia salama, rahisi na yenye uhakika. Bwana, huko kimewaka soko ni moko. Azam TV pekee. Sasa wakati tunaendelea pia kama huyo alivyotuma message anasema kwamba conversation ni nzuri, na conversation ilikuwa imefika sehemu nzuri na mkurugenzi hapa. Tulikuwa tunaongelea kuhusiana na changamoto au seme levels. Kuna watu ambao wanaomba tenda wenye makampuni madogo na ambao wanaomba tenda wenye makampuni makubwa. Tunawezaje kuchuja ili kila mtu aweze kuwa kwenye hiyo level, kila mtu aweze kupata kile ambacho kinawezekana kupata? Asante sana. Sasa mimi ngoja kwanza nirahisishe sana Jamal pamoja na DJ MK. Unajua watu wakiuzungumzia ununuzi wa umma wakati mwingine wanadhani kwamba ni jambo la kufikirika au ni jambo ambalo linaulisha mambo makubwa tu. Mimi nikwambie DJ MK, wewe umeshakula ununuzi wa umma. Sio unafahamu hiyo? Wewe umeshakula ununuzi wa umma. Hata Jamali. Sasa nikwambie vipi? Sasa kwa sababu kupitia Nest ndio ambavyo unaweza kufanya biashara na serikali. Sasa sisi tumesha nunua matangazo kwenu East Africa. Sasa ina maana kama tumenunua matangazo na nyinyi mmetufanyia kazi ya kututangazia kufikia umma, na tumewalipa kama PPRA. Sio PPRA peke yake, taasisi nyingi za umma zinatumia huduma yenu. Na unafahamu kwamba East Africa Radio mmejisajili kwenye Nesti. Mmo kwenye Nesti. Kwa hiyo mnafanya biashara na serikali, kwa sababu kila unajua katika ununuzi wa umma tunaweza tukasema makundi yako manne makubwa. Kuna bidhaa ambao ni goods, kuna huduma ambao ni service, kuna non consultancy na consultancy. Zote hizo watu wanadhani kwamba ununuzi wa umma ni kujenga gorofa tu au kujenga barabara. Hapana, kuna huduma zote hizo za kategoria hiyo. Kwa hiyo hata wewe DJ MK umeshafaidi ununuzi wa umma kupitia Nest. Sasa nirudi sasa kwamba tunapozungumzia zabuni, kuna zabuni za kategoria mbalimbali. Kwa hiyo katika kila level, kutokana na nguvu ya uchumi wa kila ambaye anashiriki, kuna wengine wanashiriki zabuni za hata 100,000, 200,000, 300,000 kwa sababu wote ni ununuzi. Kwa mfano unavyoona mfano mmoja, taasisi fulani imeweka kongamano kama sisi tuna kongamano. Yes, kabisa. Ukifika kwenye kongamano letu pale utakuta kuna t-shirt tunazitoa. Zile t-shirt kama taasisi haina watu wengi, ina watu sema 50. Sasa t-shirt ya 50 au sema 100 ni zabuni ya shilingi ngapi hiyo? Tuko na average ya t-shirt moja inauzwa labda shilingi 15,000, shilingi. Bwana limi nasikia wewe t-shirt. Kwa hiyo unapozungumza yani ni masuala madogo mpaka makubwa. Lakini vile vile kupitia sheria ya ununuzi wa umma hii imeelekeza ili sasa kuleta ununuzi wa umma uweze kuwanufaisha wazawa. Imeweka cap, tunaweza kusema imeweka ceiling ya juu. Kwamba zabuni mpaka za bilioni 50. Yani kuanzia shilingi yoyote utakayoisema mpaka bilioni 50 zifanywe na wazawa. Na hiyo ni kusema kwamba sasa hapo ina maana tumewajengea wigo wa kuwa protect. Kwamba serikali iko tayari sasa kuhakikisha kwamba kama ulikuwa nadhani kwamba huyu mkubwa atashuka au wa nje, wakati mwingine wanasema wakubwa ni wa nje, ina maana sasa tumeshawazuia, tumeleta wigo huo kwa watu wa ndani. Hiyo ni ya kwanza. Sasa trend ya pili. Serikali imeona kwamba kuna vijana sasa au wanawake au wazee au watu wenye ulemavu wamekuwa wakisema, unajua sisi hatuna mtaji, sisi hatuna experience. Hapo sasa inakuaje unaweza kupata zabuni? Serikali kupitia sheria ya ununuzi wa umma hii mpya ya mwaka 2023 na kanuni za 2024 ikasema uwepo upendeleo maalum.
kwa makundi maalum, kwa makundi maalum kwamba wewe una nguvu ya kufungua kampuni, labda taratibu ni nyingi, nataka mambo mengi, labda una nguvu ya kiuchumi kwa sababu huwezi kusimama mwenyewe, basi jiungeni. Kundi la vijana 5 sawa, mfanye tu nachotakiwa, mrasimishe tu, yani tokeni. Na sisi wezi uamini tumeweka mpaka sample ya katiba, yani ukitaka ukiingia sisi unaona kama hata unaona kazi kuandika katiba, chukua hii hapa, chukueni hapa, wekeni tu mambo yenu. Kwa hiyo lakini mkubaliani bwana, sisi mimi bwana Makei Jamal na mimi hapa bwana, tuko tayari kukuta na mwingine wawili watatu, tuko tayari, tuna dhamira kufanya. Lakini kumbuke hii ni biashara, yani serikali inakwenda kununua huduma kwako, inaenda kununua bidhaa kwako, inaenda kununua professional services. Unajua watu wadhani ununuzi wa umma ni hakuna especially katika makundi maalum, ni technical vile vile. Sasa sheria imeelekeza kwamba taasisi zote za umma zitenge katika bajeti zao za ununuzi 30% kwa ajili ya makundi maalum. Kwa maana kama kwa mwaka bajeti yako ya ununuzi ni bilioni 10, unaambiwa bilioni 3 hakikisha unaitenga iende kwa vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Sasa ndio maana tukaanza safari kwamba unajua hii ni biashara. Kwa hiyo lazima hawa watu tuje East Africa Radio, tushirikiane na nyie kuwafikishia ujumbe, kwa sababu haya makundi hayapo kabisa. Kwa hiyo itakiwa watu sasa, kwa sababu kumbuke serikali yote makini kama ilivyo serikali yetu, upande wa sera ni kuhakikisha kwamba sera zake ni rafiki na zinajenga mazingira ya kuhakikisha kwamba wananchi wanashiriki katika shughuli za kiuchumi au kufanya biashara na serikali. Imefanya hivyo, sera ipo ya ununuzi wa umma. Ukija kwenye sheria sasa imewekwa msingi wa sheria. Kinachofuata nini? Mwananchi kuchukua wajibu, na wajibu ni ile sasa kwenda kujikusanya, ukajirasimisha, na utaratibu wa kusajili ni mrahisi. Alafu sasa unamalizia, unaanzia ngazi ya kata tu, pale unapotokea unapata barua yako, unatoka na kwenda halmashauri, unakuja kwenye nesti, tunakusajili. Sasa hizi taasisi nunuzi ambazo ziko zaidi ya 60, sio wajua watu wadhani kwamba taasisi nunuzi ni wachache. 60,000 bara. Maana yake nini? Taasisi kubwa hizi ambazo kwamba unazungumzia halmashauri, unazungumzia mashirika ya umma, unazungumzia wizara na vyombo ambavyo viko serikalini, ziko 1000, zaidi ya 1350. Sasa ukishuka kwenye ngazi ya msingi, hapo unazungumzia shule zote za sekondari za serikali, shule za msingi, zahanati, ofisi za kata mpaka za mitaa, wale wote ni taasisi nunuzi. Kwa hiyo ina maana popote ulipo, na ndio maana sisi tumekuja na msemo tunasema achana connection pekee ya tenda ya serikali ni nesti. Wewe ingia kwenye nesti, lakini lingine tunasema haachwi mtu hapa. We leave no one behind. Yes. Kwa sisi wote, maana unakwenda mpaka kwenye ngazi ya kata. Unaweza pale kwenye ngazi ya kata ukaunda kikundi chako katika zile taasisi ambazo ziko kwenye kata yako, ukapata zabuni ukafanya biashara ya serikali. Na ziko za aina nyingi. Watu wanasema mimi nitafanya nini bana, mimi niko kijijini. Lakini mkitufuatilia kwenye kurasa zetu utaona tumeka shuhuda pale. Shule inajengwa, kikundi chako maalum kinaweza ikapeleka pale simenti, kikapeleka mabati, kikapeleka mbao, na ukafanya biashara ya serikali. Na wengine wanaweza wakajisajili kama mafundi. Kwa hiyo kuuza sio tu lazima bidhaa, unaweza kauza na nini? Leba. Bwana, unajua vitu ni vingi vitu ni vingi. Na zile complaint za hela iko wapi? Kumbe hela iko huku mzee. Ipo, watu kufahamu. Tatizo ni ufahamu. Kujua wapi ilipo. Na naamini kabisa ili darasa ambalo umeendelea kulipata hapa leo litafungua watu vitu vingi sana. Sasa labda kwa sababu muda unakwenda kidogo, muda mchache ujao tutakuwa na dondoo za michezo. Labda kwa kumalizia. Sasa mimi nimalizie kwamba kama tulivyosema, na sisi tutaendelea kushirikiana na nyie kwa sababu nyie mnafikia wadau wengi sana kabisa. Na kushirikiana nanyi, mimi siji tu kupiga hapa domo tu kupitia mfumo wa nesti. Kwa sababu nitawaona kwenye nesti, bwana sisi tunaweza, tutakupeni kazi. Lakini kumbe nachosema, tuna fursa nyingine ya kukaa siku 3 kuyazungumza haya. Na yote yanaweza kafanyika kwa mtu kusafiri kuja Arusha au kutufuatilia, kwa sababu ili kongamano letu la ununuzi wa umma litarushwa na vyombo vya habari. Kwa tuna kongamano la ununuzi wa umma la 10 litafanyika kuanzia tarehe 29 mpaka 31 mwezi wa 7.
Yani hapo namaanisha Jumatano, Alhamisi, Ijumaa ijayo. Kwa zimebaki siku 5 tu. Tunawaomba na kuwashauri na kuwashawishi mjiandikishe ili muweze kushiriki kongamano hilo, kwa sababu kongamano hilo zinachukua taasisi zote nunuzi. Tunakutana Arusha tukiwa na wakuu wa taasisi, tukiwa na wakuu wa vitengo vya ununuzi, tukiwa na maafisa ununuzi, tukiwa na maafisa wakuu wa vitengo vya sheria na wakuu wa vitengo ambavyo vinaanzisha ununuzi, yani wale watu wote ambao wanashiriki katika kuandaa mahitaji na kununua, na vile vile sekta binafsi, wahandisi, wakandarasi, na hata wewe ambaye hujaanza biashara lakini una nia ya kufanya biashara. Tunakukaribisha Arusha kwenye kongamano la ununuzi wa umma. Tuje pale usikie serikali fursa ilizoziweka mbele kupitia ununuzi wa umma. Na wewe kama tayari umeshiriki, kama una mambo ya kushauri, kwa sababu sisi ni sikivu, tunataka tujajengee platform ambayo ya kufanikisha nyie muweze kufanya biashara na serikali, kwa sababu ni hitaji la kisheria na serikali inawatafuta ili muweze kufanya biashara nanyi. Kwa hiyo nawakaribisheni Arusha katika kituo cha kimataifa cha mikutano AICC. Tutakuwa na kongamano letu pale ambalo tutakaa tujadili ya mambo yote kwa siku 3, kwa sababu nimepa muda nisije muda ukaisha bila kusema jinsi gani ya kutufikia. Sasa ili kujisajili na mkutano huu au kongamano hili, inatakiwa utupate kidijitali vile vile kupitia tsms.ppra.go.tz. Ukifika kwenye kurasa hiyo itakuelekeza jinsi ya kujisajili, lakini PPRA tunapatikana kwenye kurasa zetu za Instagram, kwenye Twitter, kwenye YouTube. Ukiingia sehemu zote hizo utakuta tumeweka bango letu la kutangaza kongamano hili na unaweza ukajisajili. Lakini ikishindikana, kupitia namba ya simu 026 296 3854 unaweza ukatufikia tukakuelekeza, kwa sababu bado una muda, una siku 5 za kuweza kushiriki nasi. Kwa hiyo tutazungumza mengi, na toka hapo utakuwa ni mdau ambao utakuwa unatufuatilia, tukupe taarifa na wewe uanze safari ya kuwa bilionea kwa kufanya biashara na serikali. Shukrani sana mkurugenzi. Mzee wangu umeenda sawa sawa. Habari ndio hiyo. Safari tumeanza kwa pamoja, si ndio hivyo? Bwana tuko sawa kabisa. Ndio maana yake. Vipi? Bwana vizuri kabisa. Mimi na habari nzuri kutoka kwa Azam TV ambao kimewaka huko soko ni moko cha juu zaidi. Bwana ndugu zangu Azam wana kampeni yao ambao wanaendelea kuwapa wateja nafuu kabisa ya vifurushi vyao, lakini pia njia rahisi ya wao kufanya miamala yao. Napomaanisha vifurushi na maanisha kupitia Azam TV. Lakini njia rahisi ya malipo ni kupitia Azam Pesa, ambayo ni njia salama, rahisi na yenye uhakika. Sasa kupitia Azam TV unapata vitu gani muda huu hapa? Basi ukiwa umelipia shilingi 28,000 wao wanakupandisha hadi shilingi 35,000. Yani hiyo ndio ofa yao ya muda huu hapa. So kama haujalipia basi lipia ili uweze kuenjoy michezo, tamthilia, habari na katuni za watoto. Bwana hii campaign bado inaendelea. So cha muhimu na maana tu ni kulipia sasa hivi, lakini pia kama hauna dikoda yako basi ujipatie, kwa sababu Azam ndo mchongo mzima muda huu kabisa. Hayo ndio mambo ya Azam TV, burudani kwa wote. Soko ni moko. Sasa kuna mdau mmoja anaitwa Riziki kutoka pande za Moshi pale. Anasema ameweza safari pamoja nasi mpaka mwisho pale, ndipo tutakapolipaki naye basi atakwenda kushuka. Kwa hiyo karibu sana. Na yule ambaye ameingia sasa hivi tunawakaribisha sana, kwa sababu safari tumeanza muda sio mrefu, si ndio hivyo? Of course. Mkuu wa kazi hapa DJ McKay, niko na Nalimi Joseph na Jimmy Jamal. Karibu sana. Bwana, kama tulivyokuambia mwanzo, leo tuna ugeni kidogo mzito. Ndio. Tuna ugeni mzito ambao naamini kwa wewe ambao unatusikiliza utakuwa na faida kubwa sana kwako kokote ambapo upo. Na tumkaribishe mgeni wetu jamani. Ni mkurugenzi mkuu wa PPRA. Hivi kwanza unajua PPRA? Ndio baeleze. Basi tulia. Kama tulia na uweze kuenjoy pamoja hapa mpaka mida saa 1 kamili ya usiku. Mr. Dennis. Naam. Dennis, karibu mzee wangu. Asante sana, shukuru. Unajua ni privilege kuwa na wewe eneo hili, kwa sababu tunajua majukumu ni mengi. Ndio. Na wananchi pia ya kwao ambao wanahitaji kuyafahamu kutoka PPRA. Mimi niseme nikurudishie vile vile, na ni privilege mimi kuwa hapa. Asante sana. Ndio. Karibu sana East Africa Radio. Asante sana. Makei hapa alikuwa anajiuliza PPRA jamani,
mimi PPRA nawafahamu kwa muda mrefu Makei. Uko nao. Nawafahamu kwa muda mrefu. Wakiwa wanafanya mambo ya ukaguzi na ununuzi wa masuala ya serikali. Sio, umeelewa? Lakini leo tumepata bahati ya kuwa na mkurugenzi hapa. Ataweza kutuelezea safari nzima na changamoto, lakini pia wiki unajua tumekuwa na swali ambalo baadaye nitaliuliza la kwamba hivi hela ziko wapi? Hayo watu wengi wanataka kujua. Watu wengi wanataka kujua kwamba hela ziko wapi? Fursa zipo au zipo? Hela zipo bwana. Tenda zipo bwana. Fursa zipo. Sasa. Lakini watu wengi bado hawajafahamu, naamini. Lakini leo tutaweza kuwasanua Watanzania wengi ambao wanatusikiza kupitia Drive Show East Africa. Karibu. Mkurugenzi, hebu tuanze hapa. PPRA imekuwa kwa miaka mingapi sasa hivi, na mafanikio ambayo wewe unayaona kwa miaka hii ambayo PPRA imekuwa ikifanya kazi sasa hivi? Na ndio maana napenda sana kushirikiana na nyie ili tuweze kuwafikia wananchi wengi waweze kupata habari. PPRA ilianzishwa kupitia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2004 na ilianza rasmi kufanya kazi 2005. Kwa hiyo hapo tunazungumza yes, tumeshakamilisha zaidi ya miaka 25 toka tumeanza kuwa katika jukumu letu la kufanya kazi. Na kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu serikali inatumia kupitia uwekezaji mbalimbali ambapo kama unavyofahamu, uwekezaji katika miundombinu, uwekezaji katika mashule, uwekezaji katika mabarabara, uwekezaji katika huduma za afya, na uwekezaji mkubwa ambao unaofanya na matumizi ambayo yanatumika na taasisi nyingi za umma au taasisi za serikali. Sasa baada ya bajeti kuanza kukua, kwa sababu ukitizama katika history kuanzia mwaka 1965 wakati ule tulikuwa bajeti yetu iko chini ya trilioni 1. Nadhani mnafahamu wiki mbili za kwanza za mwezi wa 6 Mheshimiwa Waziri wa Fedha Hamis Musa Omar aliwasilisha bajeti ya serikali ya mwaka 26-27. Unaikumbuka ilikuwa ni kiasi gani ambacho kinatumika? Ilikuwa ni trilioni 10 na kitu, 13 na kitu. Huko mbali, hayo ni mambo ya miaka 15 iliyopita. Bajeti ya serikali kwa mwaka 2026-2027 ni trilioni 62.3. 62.3. Okay, tumefika mbali. Na mwaka jana ilikuwa trilioni 56.5. Kwa hiyo kufikia baada ya miaka 2000 baada ya kuanza kwenda kwa kasi ya uchumi, wakati ule ununuzi wa umma ulikuwa unafanyika centrally, yani ulikuwa umewekwa kufanyika chini ya Wizara ya Fedha. Sasa unapoona nchi inakuwa, uchumi unakuwa, ikaonekana lazima kugatua madaraka katika kufanya ununuzi. Kwa hiyo ununuzi ukapelekwa kwenye taasisi husika. Kwa mfano unaweza kusema taasisi moja hapo ni ipi? Kwa mfano halmashauri zimepewa nguvu ya kufanya ununuzi wao. Taasisi zote za umma, unaona mashirika ya umma yamepewa nguvu ya kufanya ununuzi wao. Lakini nikwambie kitu kimoja. Sasa hivi takwimu zinatuambia kwamba ununuzi wa umma katika ile budget niliyosema ya 62.3 trillion, kati ya 60 mpaka 70 ununuzi wa umma. Sasa unaona fedha nyingi kiasi hicho. Na umegatua madaraka ya ununuzi wa umma mpaka ngazi ya kata. Sasa hivi mpaka ngazi za kata wanafanya ununuzi wao. Shule zinafanya ununuzi wao. Zahanati zinafanya ununuzi wao. Sasa ilibidi serikali kupitia sheria ya ununuzi wa umma. Na kwa sasa tunaongozwa na sheria mpya ya mwaka 2023 na kanuni zake za mwaka 2024. Sasa tunasimamia kuhakikisha nini? Hiyo volume kubwa unaona ya ununuzi kuna usawa, kuna haki, kuna uzingatiaji wa sheria na taratibu ili kuondoa upendeleo. Lakini mwishoni kuwe na thamani halisi ya fedha ili wananchi waweze kupata huduma. Sasa umeona volume kubwa namna hiyo, lazima kuwe na taasisi, na sisi ndio kazi yetu kubwa hiyo, kusimamia ununuzi. Haimaanishi kwamba sisi zabuni zote zinapita kwetu. Hapana. Hilo ni swali ambalo nilikuwa nataka kuuliza. Kwa sababu hizo zabuni zote zinapita kwenu kweli? Hapana. Sisi ni kuhakikisha kwamba wale waliopewa jukumu hili la kufanya ununuzi, na hiyo imefanyika kwa nia njema, kuhakikisha kwamba kwanza kuna ufanisi, ununuzi uweze kufanyika kwa speed, yani kwa kasi, na kupeleka kasi kwa wananchi. Uweze ukafanya huo sehemu moja. Kwa hiyo kila taasisi, na ndio maana kupitia sheria hiyo mpya ambayo ya mwaka 2004 ilipelekea sasa hata tasnia ya ununuzi wa umma kuwepo. Mwanzo haikuwepo. Kwamba kuna wataalamu ambao watakuwa wanashughulikia ununuzi. Na vile vile kuna, ukiacha taasisi yetu, kuna taasisi nyingine ambayo inasimamia sasa hiyo taaluma, ambao ni wale PSPTB ambao wanatoa
wanatoa ithibati pamoja na kutoa vyeti mbalimbali na mafunzo kwa hao wataalamu ili waweze sasa kutekeleza vizuri. Nadhani sasa umeipata kabisa. Ndio. Tokea tumeingia kwenye mfumo sasa wa NeST. NeST ni mfumo ambao uko chini yenu, right? Ni kweli. Sasa na hilo sasa nitegemea kuliuliza kwa sababu na bahati mbaya nilitakiwa nilieleza wakati najieleza. Sasa umeona tunazungumzia ununuzi mkubwa wa kiasi hicho. Kati ya trilioni 20 mpaka 30. Zabuni zaidi ya 200,000 ambazo zinachakatwa kwa mwaka. Yes. Na unafahamu tuseme miaka 20 iliyopita wakati hatujaingia kutumia dijitali katika kusimamia ununuzi wa umma, labda tulikuwa tunaweza, volume zilikuwa ndogo. Sasa zabuni 200,000 unazichambuaje? Kwanza unaendaje? Ndio serikali kupitia sheria mpya hii ya mwaka 2023 na kanuni zake za 2024 ikatupa jukumu la kwamba mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, au kwa Kiingereza ni Public Procurement Regulatory Authority, na ndio ulikuwa nasema ndio PPRA, imepewa jukumu la kujenga mfumo na kuusimamia. Ili sasa mchakato mizima hii ya ununuzi iweze kufanyika kwenye mifumo kwa urahisi kwanza ya watumiaji, urahisi wa wauza huduma ambao tunaita procuring entities, vile vile na urahisi wa wale ambao wako tayari kufanya biashara na serikali, na sisi sasa kama mamlaka tuweze kupata uwezo wa kuzifuatilia na kuzisimamia. Kwa mimi nikiwa kwenye dawati langu sasa hivi ninaweza nikaingia ndani na kutazama ununuzi wote ambao unaendelea nchini, na pale ambapo natakiwa kwenda kufanya kaguzi, kwenda kufanya uchambuzi, kuhakikisha kwamba kuna haki, usawa, kuhakikisha kwamba hakuna upendeleo na thamani halisi ya fedha inapatikana, naweza kufanya nikiwa katika dawati langu. Hiyo ni sehemu ngumu sana ya haki, usawa, kwa sababu kuna makampuni mengine yana nguvu, kuna makampuni mengine ya chini. Tutarudi hapo ili kidogo tupate kuelewa kuhusiana na hilo. 93.5 East Africa Radio. Moshi.